Nayo hali ya taharuki imetanda katika eneo la Musanda, kaunti ya Kakamega baada ya watu waliokuwa na bunduki kuvamia kituo cha polisi cha Nyalenya, kumuua afisa mmoja wa polisi na kuwaacha watu wengine watatu na majeraha ya risasi. Na genge la watu 6 waliwasili katika kituo hicho wakidai pikipiki yao ilikuwa imeibwa. Dakika chache baadaye waligeuka na kuwamiminia risasi askari watatu na mke wa mmoja wa maafisa hao kabla ya kuiba bunduki 2 aina ya G3 na risasi 40. Na Gatete Njoroge na taarifa hiyo. Majonzi nje ya kituo cha polisi cha Nyalenya, Mumias Magharibi. Familia ya afisa wa polisi aliyepigwa risasi na kuuawa Ijumaa usiku wakiomboleza. Ndani ya kituo hicho, ishara ya mashambulizi yaliyotekelezwa na genge yanadhihirika mezani na kwenye sakafu. Kulingana na polisi, watu 6 waliokuwa kwenye pikipiki walifika katika kituo hicho mwendo wa saa 3 usiku. Walimhadaa afisa aliyekuwa kwenye zamu kuwa pikipiki yao ilikuwa imeibwa katika eneo la Sigomere. Lakini hata kabla ya kuwahudumia, mmoja wao alitoa bunduki aina ya AK-47 na kumfiatulia risasi afisa mmoja, Richard Utolo. Afisa aliyefika kujua yaliyokuwa yakijiri alipigwa risasi kichwani. Wavamizi pia walimpiga risasi afisa mwingine na mke wa afisa mmoja. Majambazi hao waliiba bunduki 2 aina ya G3 na risasi 40. Jana nimesikia mlio sana, nikashtuka sana nini nafanyika. Nilikuwa nafikiria transformer imelipuka huko, kumbe polisi wamevamiwa huko. Mimi chenye naomba tu walete polisi wengine waongeze na stima na CCTV. Maafisa wa polisi kutoka kituo kilichokuwa kilomita 13 kutoka eneo la tukio walifika baada ya kupokea ripoti. Ni hawa ndio waliowapeleka hospitalini maafisa watatu na mwanamke waliopigwa risasi. Hata hivyo, mmoja wao alifariki akipelekwa hospitalini. Chini hapa waliua profesa lecturer. So hii area sio area yenye security ya inji waone ni area nyingine reserve, ni area yenye iko na changamoto. So ningeomba Murkomen kama waziri mkuu ajaribu kuangalia jinsi hizi maskari yenye tuko nazo area kama reserve wapewe bunduki nyingine ndogo yenye wanaweza tumia kwa mambo mengine ya kufanya kazi za ziada hizi. Kufuatia tukio hilo, operesheni ya kuwasaka wahalifu na silaha zilizoibwa zinaendelea. Maafisa zaidi kutoka Nairobi wametumwa kujiunga na wenzao Kakamega katika operesheni hiyo. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.